Hussein Masanza, karibu Dodoma, lakini pia mmetoka kwenye mashindano ya kimataifa. Tupo kwanza neno kuhusu michuano ya kimataifa, nini ambacho mmekipata na nini ambacho mmepoteza? Ambacho tumepata ni mafanikio yetu, tumefikia kwa 100%. Tuliweka malengo msimu huu ya kuingia hatua ya makundi na tumeingia. Kwa hiyo tayari tulifanikiwa katika eneo hilo. Lakini tulichopoteza hakuna, naweza kusema hakuna tulichopoteza, ila tumepata zaidi experience, tumejifunza mambo mengi kwenye mashindano haya, namna ya kuyaendea wakati mwingine, na tulikuwa tuna uwezo kabisa wa kwenda hatua ya inayofuata, ikimaanisha robo finali. Lakini mistake ambayo tumezifanya ni sehemu ya mafunzo ambayo tumeyapata kama team. Kumbuka pia kuna wachezaji wengi wameingia kwenye kikosi, wamepata nafasi kwa mara ya kwanza michuano mikubwa, hawana hiyo experience. Kwa hiyo nayo ni kitu ambacho tumejifunza, na hata wachezaji pia wameongeza kitu kwenye experience yao. Lakini inshallah msimu ujao tutarudi tena. Tunaitafuta certificate kwenye michuano ya ligi kuu na michuano mingine, kurudi tena kule ili tuweke malengo makubwa zaidi ya msimu uliopita. Kwa hiyo msimu ujao ni mna aim shirikisho ama mna aim Champions League? Yote itakayokaa vizuri kulingana na hesabu zitakavyoenda. Bado ni mapema, ligi bado inaendelea, lakini sisi tunalenga kupiga hatua zaidi. Sisi tunajichallenge, msimu uliopita huu tumefanya nini, msimu ujao tufanye vizuri zaidi. Kwa kama tutashindwa kwenda hatua ya kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, basi tutarudi tena shirikisho, lakini shirikisho yenyewe tukirudi tutaweka malengo makubwa zaidi ya msimu huu. Kwa sisi malengo yetu ni kufanya vizuri kila msimu, kuwa bora kuliko msimu uliopita. Masanza, mnarudi tena baada ya kutoa sare na Dodoma Jiji, sasa hivi mnaenda kutafuta alama dhidi ya Mtibwa Sugar. Hebu tuambie, unaziona hizo alama tatu mbele ya Mtibwa Sugar? Of course Mtibwa Sugar wameanza vizuri kwenye msimu huu. Unaona wamekuja wanashinda mechi zao nyingi, wana alama nyingi, wamekusanya mapema, so wana hiyo confidence ya kupata matokeo. Kwa hii inafanya mchezo huu wa kesho usiwe mchezo mwepesi, na kiujumla ligi ya safari hii sio nyepesi. Kila timu inapambana, unaona kabisa watu wamefanya vizuri kwenye usajili, mashindano yanazidi kuwa magumu, lakini hii ni Singida Black Stars. Singida Black Stars sio timu ndogo tena, sio timu ya daraja la kati tena. Singida Black Stars sasa hivi ni timu ambayo ipo kwenye level ya daraja la juu. Mechi kama hizi tunafahamu tutakamiwa, tunafahamu zitakuwa ni kama finali, na wakati msimu unaanza nilisema hili, kama watu wanafuatilia, msimu huu utakuwa mgumu kwa Singida Black Stars kwa sababu kila timu itakayocheza na Singida Black Stars itafanya mechi hiyo kuwa kama finali. Wameona tulichokifanya kwenye michuano ya Sekafa, wameona tulichokifanya kwenye michuano ya CAF. Usitegemee mtu akikutana na Singida Black Stars atajiandaa kidogo kidogo. Atajiandaa kwa nguvu kuhakikisha kwamba anacheza mechi ngumu. Kwa hiyo itakuwa mechi ngumu, lakini tuna dhamira ya kupata ushindi, alama 3 hapa Dodoma, na inshallah tutazipata. Mtibwa Sugar ni timu inaonekana ina push, iko vizuri sana kimwili kwa maana ya fiziki. Lakini Singida Black Stars imetoka kwenye mashindano ya kimataifa. Kuna namna ambavyo yeye kama timu inapata faida ya kushiriki mashindano ya kimataifa kwenye mchezo huu? Sasa sisi tunatumia sana akili kuliko nguvu. Tunatumia akili, nguvu kidogo, maarifa makubwa. Ndio maana tuna wataalamu wa kutosha kwenye benchi letu la ufundi. Tuna wachezaji wenye quality kubwa ambao maarifa ni kipaumbele cha kwanza. Lakini kwenye kasi tuna vijana wengi. Chunguzeni kikosi cha Singida Black Stars sasa hivi. Tumeweka vijana wengi sana damu changa ambao zinaweza kukimbia kwenda na mshike wa ligi ulivyo, na naamini itakuwa ni mechi nzuri sana kwa wale ambao watafika uwanjani. Lakini tuna wachezaji wetu ambao wako Mtibwa. Wote ambao wako Mtibwa hawachezi. Kuna mechi tulicheza hapa, tuliwaruhusu wale Pamba wamtumie Nation wamtumie Naji, wachezaji ambao hapo kwa mkopo. Wale watoto walivyokuwa hawana adabu wakatukazia, na Nation ndo akatoa sare ile mechi. Ilituuma kweli kweli. Haturudii hilo kosa. Kwa Mtibwa wanajua kama wana mchezaji wa Singida hachezi. Na wa kwanza ni Victor. Yule beki yule, muhimili yule, hachezi. Kwa mujibu wa mkataba ambao upo kati ya Singida na Mtibwa, hachezi. Sasa hivi hatutaki kujaribu, tumechelewa sana. Tuna mechi nyingi za viporo hapa, hatutaki kuanza tena kujipiga risasi mguuni. Yaani wachezaji wetu wenyewe watunyima matokeo kwa mpinzani wetu, sio kweli. Kwa hiyo tumeshawaambia wenzetu kwamba wasiwatumie wachezaji wao kwa mujibu wa mkataba, tumewakumbusha. Si kuhofia, lakini hatutaki kubahatisha. Lazima tuwe na uhakika tunaenda kucheza mechi tukiwa tumejifanya maandalizi na kila kitu kiko kwenye favor ya upande wetu. Kwa hiyo ni ujumbe ambao nataka ufike vizuri. Wasije wakawaandaa wachezaji wakijua kesho mechi hakuna. Kwa wachezaji wa Singida hawawezi kucheza dhidi ya Singida. Wewe mchezaji wa Singida upo kwenye kituo kingine cha mkopo, huwezi kucheza dhidi ya mwajiri wako. Inabidi usubiri mechi nyingine, mechi ya kesho, acha tupambane sisi na wapinzani wetu.